Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ufuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa la elimu ya tiba. Na leo bwana tutajifundisha dawa ya kuita mtu aje kwako haraka sana. Tena hii haraka wengine wanaitumia kama kichaa, yani anakuja akiwa akili zake hazijamkaa vizuri, yani yeye mwenyewe haelewi kwamba kwa nini imekuwa hivi. Dawa hii hata kama atakuwa mtu yuko nje ya nchi, labda Marekani, Canada, Uingereza, wewe uko Afrika, ukafanye dawa atarudi. Haijalishi awe na nauli awe hana nauli, ataazima ataza kuazima, lazima arudi kule alikoitwa. Si mpenzi, si mke, si mume, hata ndugu au rafiki anaingia kwenye mfumo wa dawa hii. Kwa hiyo dawa hii ni moja kati ya dawa hatari sana na zenye nguvu na zenye uwezo wa kumfanya mtu akarejea kule alikoitwa mara moja. Ni dawa ambayo ni rahisi kuitengeneza na yoyote anaweza kaifanya, ila kwa utaratibu ambao tutaelekezana hapa. Lakini kingine, faida ya dawa hii, unapokuwa umeitengeneza dawa hii inafanywa mara moja tu, haina mambo ya kurejea kufanya tena na tena na tena, hapana. Unafanya mara moja tu, basi kazi yako unakuwa umeimaliza. Lakini faida ya dawa hii, utakapokuwa umemwita mtu, mfano labda ni mpenzi, mke au mume, hakuna haja ya kumfunga tena. Maana kuna ile mtu labda mliachana kwa magomvi au mkakwazana, baadaye akaondoka mmoja wenu, basi ukafanya dawa, akisharejea kwenye himaya yako inatakiwa umfunge ili asiweze kuondoka. Sasa dawa hii haitaki mambo hayo. Yenyewe ukishamrudisha akafika kwenye himaya yako, tayari imeshamfunga pale pale. Ndio faida ya dawa hii. Kwa hakuna haja ya wewe kuanza kutafuta na madawa ya kusema atamfungaje sasa asiondoke tena. Yaani maadamu ukishatekeleza utaratibu huu tunaoelekezana hapa, basi utakuwa umekamilisha kumvuta na kumfunga moja kwa moja. Kwa hiyo ni moja ya dawa nzuri sana na yenye uwezo wa kumvuta mtu yoyote, mpenzi, mke, mume, rafiki, ndugu yako. Hata kama kuna mtu unamdai alafu akakimbia alikokimbilia huko, anachokwepa tu yeye asilipe lile deni. Maana kuna watu wanatorokaga na pesa za watu, anakimbia kusikojulikana. Unaweza ukamvuta akarejea na ukamsweka mahakamani, ukaenda kumfungulia mashtaka ya utapeli au laghai. Sasa hivi deni linafunga shehe. Sije ukaleta mazoea kwamba deni alifungi. Deni linafunga. Cha msingi tu kuna makubaliano yanayoeleweka. Na mdaiwa kikili kwamba ni kweli jamaa ananidai, basi hata mali zake zinaweza kataifishwa na ukalipwa wewe. Kwa hiyo namna kama sasa leo bwana, ni moja kati ya siku ambao nitatoa ile taarifa ya ofa. Watu wasema mbona tarehe 20 mbali, tarehe 20 mbali. Nikasema jamani, kila kitu kuna utaratibu wake. Kwa hiyo wale waliokuwa wanatamani sasa ofa ianze, ni rasmi sasa. Ofa mtu anaweza kufanya malipo yake kuanzia leo tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 2025. Hii ni ofa ya mwisho wa mwaka. Imekusanya siku kadhaa mbele, tutaelekezana huko. Kwa ofa hii inaanza leo tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka 2025. Ofa hii itadumu ndani ya siku 10. Mwisho ofa hii ni tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Kwa nini zimekuwa siku hizi nyingi kidogo? Hizi siku ni nyingi kama una hela, lakini ni ndogo sana na chache kama haujajiandaa na hauna hela, lakini pia unajipanga kuvipata vitabu hivi. Tumetoa ofa hii katika siku zote hizi 10 kwa sababu kwanza tunakwenda mwishoni mwa mwaka. Pili, watu wengi wanakuwa hizi taarifa za ofa zinachelewa kuwafikia. Kwa kama utaipata ofa hii taarifa ya leo, basi unaweza kuanza kufanyia kazi kesho kutwa, lakini malipo yako yafanyike ndani ya hizi siku 10. Tani bora ukawahi ili kukwepa changamoto
za siku za mwisho zinakuwa kidogo zina mtihani. Kwa hiyo ni vizuri kama mtu una nafasi yako unaweza kufanya malipo. Na wale wote waliokuwa kini DM wananipigia simu, shehe vipi kuhusu ofa sasa umesema mpaka tarehe 20 mbona mbali, wanaweza wakafanya malipo baada tu ya kusikiliza clip hii na wakaendelea na utaratibu unaotakiwa. Sasa utaratibu upo hivi kwa wale wageni. Maana kuna wengine wanafahamu utaratibu zinapotolewa ofa unafanya nini, lakini kuna wengine hawaelewi nini cha kufanya. Cha kwanza, vitabu hivi utatumiwa kwa njia soft copy, yani mfumo ule wa PDF ambao unaweza kutumia kitabu kwa njia ya mtandao kupitia simu yako au kompyuta yako au tablet au laptop. Hivi vifaa vinaweza vikapokea hichi kitabu au hivi vitabu. Ukipokea vitabu hivi kwa njia hizi nilizozitaja, yani kwa njia ya simu kubwa, yani smartphone au tablet au laptop au kompyuta, kuna njia mbili pia kuvisoma vitabu hivyo. Njia ya kwanza, unaweza ukakisoma kitabu chako ukiwa ofisini, kazini, au umekaa zako kwenye sofa safi kabisa, umepumzika kwenye garden yako kupitia ile simu yako uliyopokelea vitabu au kile kifaa. Na kila kitu kinasomeka, picha zinaonekana vizuri na mambo mengine yote yako sawa. Njia ya pili ni mtu anaweza akakiprint hicho kitabu. Sasa hii ni kazi inafanywa na watu wa stationery, wanakufyatulia, unapata kitabu cha kushika kwa mkono. Ukiwa nchi yoyote, maadamu tu kitabu kikufikia kwa njia hii ya mtandao, basi unaweza ukakifyatua ukiwa huko uliko. Hakuna haja kusema labda mpaka usafiri uende wapi, hapana. Kwa hiyo hii ndio taratibu ambayo unaweza ukapokea vitabu hivyo, na si vitabu vya hard copy, vitabu vya soft copy ambavyo tunavituma kwa njia ya mtandao na vinakufikia kwa wepesi. Na njia hii ni salama na ni ya haraka. Mfano ukifanya malipo saa hizi, unavipokea vitabu ndani ya dakika 30, yani ndani ya zile dakika 30 vitabu vyako vitakuwa vimeshakufikia na ukaanza kuvisoma muda huo. Sasa ndani ya dakika 30 inawezekana baada ya dakika 2, baada ya dakika 3, baada ya dakika 5, ni pale tu utakapokuwa umenikuta mimi niko katika attention ya kukuhudumia, basi muda huo unavipokea na vitabu. Ikiwa kidogo ndo nimekuwa busy kidogo, ndo hizo dakika 30 mpaka zinaweza kufika. Lakini njia ya haraka na salama. Nini cha kufanya sasa ili uvipokee vitabu? Ofa hii inajumlisha vitabu 12 ambavyo thamani yake ni shilingi 1,185. Lakini kwa bei ya ofa ya mwisho wa mwaka itakuwa ni shilingi 45,000 tu. 45,000. Na hii ofa imekuwa imezoeleka, lakini hii ndio itakuwa ofa ya mwisho yenye bei hii. Baada ya hapa huenda kukaa hakuna ofa yenye itakuwa na thamani ya 45,000. Zaidi ya hapo itakuwa ni bei kubwa, kwa sababu na vitabu vinaweza vikawa vimeshaongezeka mpaka utakapokutana na ofa zingine, na sio sasa hivi tena. Na maana ni mwakani huko, ujaliwa kwenye mwezi wa 3 huko wa 4 ndio huenda tukaanza kukutana na hizo ofa. Ila bei itakuwa iko juu kwa sababu vitabu vitakuwa vimeshaongezeka tena. Sasa unafanyaje? Unafanya malipo yako ya shilingi 45,000 kwenda namba mojawapo katika hizo 3 unazoziona hapo zinapita kwenye screen yako. Maana kuna wengine wakisikia hizi taarifa za ofa anakuambia shehe nitumie namba ya malipo. Namba ni hizo zinazopita hapo kwenye screen. Hizo zinazoonekana hapo, namba 3. Unachagua namba moja tu, unafanya malipo. Namba zote hizo zinatoa jina moja tu, Bashir Hussein Lugamba. Ndio jina linalotoka unapotuma pesa kwenye namba hizo. Iwe ni ya Vodacom, iwe ni ya Airtel au ya Yas au Tigo, jina ni hilo halibadiliki. Baada ya kufanya malipo, ile message unaorudishiwa kwamba imethibitishwa kiasi kadhaa kimetumwa kwa fulani bin fulani, kile kiasi, ile message unaipiga picha au una screenshot. Ukisha screenshot unanitumia ile picha ya muamala huo kwenye WhatsApp yangu. Kwenda namba moja hapo katika hizo 3, zote zipo WhatsApp. Ukiingiza moja ikashindwa kukuonesha lipo WhatsApp, basi tumia nyingine itakuonesha, lakini zote zipo WhatsApp. Kwa hiyo ule muamala wa picha unanitumia kule, alafu ukishautuma unaandika ofa ya mwisho wa mwaka. Maneno hayo utayamalizia pale chini. Basi mimi nitakuwa nishajua huyu bwana kafanya muamala huu kwa ajili ya kupata vitabu vya ofa. Njia hii wala hitaji kupiga simu, wala kwa sababu watu wengi wanahangaika sehemu moja, ngoja nimpigie simu shehe
ili nimwambie nataka kutuma hela. Yaani wewe hata usiwe na wasiwasi. Wewe fanya malipo yako. Ukiupiga tu picha ule muamala ukautuma WhatsApp, tayari umeshathibitisha. Ukipiga simu sawa, nikiwa siko busy nitapokea, tutaongea, nitakuelekeza. Lakini maelezo ndio haya. Kwa kama una haraka, njia ni hiyo. Kwa wale ambao watahitaji kupiga simu mpaka zipokelewe, pia wanaweza wakafanya hivyo. Nikiwa siko busy tutaelewana, kisha tutapeana maelekezo. Haya, kuna wale ambao wanataka kulipia kupitia wakala. Labda amekwenda kwa wakala anataka atume pesa moja kwa moja. Sasa yeye yule akishampa wakala pesa yake aitume kwangu, basi ule muamala utakosema imethibitishwa kiasi kadhaa, imetumwa kwa fulani bin fulani, amwambie nionyeshe huo muamala au upige picha kupitia simu yake kubwa. Alafu ile picha ndo anitumie mimi. Lengo ni kuthibitisha, yani kila mmoja atahudumiwa kulingana na uthibitishaji wake. Kwa sababu inawezekana muda huo wewe unafanya malipo na mwingine kafanya malipo. Sasa ukiniambia shetani nimelipia, siwezi kujua ni nani au muamala wako unatumia jina gani. Unaona? Kwa hiyo kama utalipia kwa wakala, utamwambia wakala au upige picha muamala huo. Yaani wewe upige picha kupitia simu yake, then utume kwenye simu yangu kama sehemu ya uthibitisho wa malipo yako. Sababu hakuna atakayezulumiwa wala hakuna atakayeshindwa kuhudumiwa kwa sababu tu alilipia alafu yeye labda hajajulikana ni nani. Lakini ukilipia afu usitaje umelipia, hapo utachelewa. Kwa sababu kuna mwingine analipia alafu ategemea labda mimi nitajua namba yake ya WhatsApp anatumia namba gani. Hilo ni jambo ambalo ni gumu. Kwa unapolipia hakikisha unathibitisha malipo yako kwa kutuma ile picha ya muamala kuja WhatsApp. Kama haujui, mtafute mtu anayejua akufanyie process hiyo. Lingine ambalo sasa hili ni kwa kuwasaidia wale wasioelewa kabisa ninachokizungumza hapa. Ila wale walioelewa tayari washaelewa. Ila wale ambao hawajaelewa kabisa, lingine la kuwasaidia ni hivi. Ukiona huwezi kutuma picha ya muamala kwa kuscreenshot au kwa kupiga picha kupitia simu nyingine, wewe utafanya nini? Ukishafanya malipo yako ya pesa labda shilingi 45, ukaona hujaweza kupiga picha wala kuscreenshot muamala, ingia WhatsApp kupitia namba yangu mojawapo katika hizo. Ukifika pale sema hivi, nimelipia pesa kwa ajili ya ofa ya vitabu. Jina ni fulani bin fulani. Taja lile jina lenye unatumia wewe huko. Labda wewe ni Maglena au Magleti John. Andika nimelipia pesa ya ofa ya vitabu. Jina ni Magleti John au Hamisi Ramadhani. Nimelipia kiasi kadhaa, nahitaji ofa ya vitabu mwisho wa mwaka. Hii sasa mimi itanigharimu, ina maana mimi utakuwa umenipa kazi wewe kwanza kukagua labda miamala iliyoingia muda huo au siku hiyo, ili nipate lile jina la Magleti John au Hamisi Ramadhani. Nisipolipata, ina maana wewe hautotumiwa vitabu. Na ndio maana kudhibitisha malipo kupitia picha ya muamala ni rahisi sana, kwa sababu ile hainipi mimi tena kuanza kukagua zile messages zilizoingia. Nikishaona tu ile jina ni fulani imekuja kwa Bashir Hussein Rugamba, pale unatumiwa. Ule ndio ushahidi mzuri. Lakini njia hii huwa tunaitumia pia kwa yule ambaye hajui kuscreenshot muamala, pia hajui kupiga picha na kuituma WhatsApp. Kwa hizi ni aina 3 za kudhibitisha malipo yako ili uweze kupata vitabu. Kumbuka ofa itadumu ndani ya siku 10 tu. Unaweza kuziona nyingi kuanzia leo, lakini hizi siku ni chache sana. Waliowahi kushindwa kuipata ofa kwa kutegemea ni siku ni nyingi, wanalijua hili. Mtu atalipia siku za mwisho afu anashangaa hela hana na siku zimeisha. Anakuja kupata siku hela ofa ishaisha, naomba. Nasema hapana, muda umeshaisha. Kwa hiyo namna kama hivi. Kwa hiyo ofa imeanza leo baada ya kusikiliza klipu hii, lakini ofa hii itadumu ndani ya siku hizo zilizotajwa hapo. Mwisho wa ofa ni tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026. Kwa hiyo kutakuwa kuna ndani yake tutapata ofa ya mwisho wa mwaka kama hivyo, kuna Christmas, kuna mwaka mpya, kwa namna kama hivyo. Sasa hii ni taarifa ya ofa ya kupata vitabu. Na vitabu hivi ni kwa ajili ya elimu ya tiba tu. Vyenyewe vinahusika na mambo ya tiba kupitia barati, abjadi, mitishamba, majabu ya Qur'ani, fula ya ndoa, mwongozo wa tabibu, vyote utavikuta humo ndani. Utaanza kusoma kitabu unachokihitaji kwa nafasi yako wewe. Utachagua nisome kipi, nijifunze elimu gani, kwa vyote utavikuta ndani ya kitabu hicho. Sasa hii ni taarifa ya ofa, tuachane nayo tuende kwenye somo letu. Somo letu nasema dawa ya kuita mtu aje haraka sana
tena kama kichaa. Yani hii si mpenzi, si mke, si mume, si rafiki, si ndugu, yoyote anaingia. Na ndio maana mwishoni kakwambia kule hata mdeni wako anaweza akashikishwa adabu. Kwa sababu kuna watu wamezoea anakopa pesa nyingi au anadaiwa pesa nyingi, anaona siwezi kuzilipa, labda milioni 10, milioni 20, milioni 5, anaona anakimbia mji, anakwenda kwenye mji mwingine, anaishi huko. Mimi nimeshuhudia watu wengi sasa, mimi kuna mtu namdai hela nyingi lakini ameshatoroka, sielewi. Sasa unaweza kumrudisha maadamu tu uyafahamu majina yake. Na rahisi. Mpaka ukamkopesha, ina maana ulikuwa umjui jina. Kisha pata tu majina yake 2 matatu, unaweza ukamfanya arejee akiwa anapenda au hapendi, na atarejea kweli. Sasa inafanywaje hii dawa? Dawa hii ina uwezo wa kuita mke, mume, mpenzi, rafiki, ndugu, kama tulivyosema hapo. Cha kufanya, cha kwanza kabisa, wewe mtengenezaji wa dawa hii, cha kufanya, tafuta maji yako, oga vizuri kwa ajili ya kusafisha mwili wako. Kama lakini unajihisi una mamikosi au manuksi, basi bora hata uoge maji ya chumvi. Chumvi inasaidia sana kuzizima zile mikosi na nuksi isiyoeleweka. Unaweza kuoga hata siku ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hii maji ya chumvi. Na kama hauelewi chumvi inafanyaje kazi, unaweza ukarejea katika klipu zangu nilizofundisha faida ya chumvi ya mawe. Na ni chumvi ambayo ndio inatumika, sio chumvi ile ya kawaida. Lakini kwa yule ambaye anaishi anakuwa na mikosi, kwa sababu mikosi na manuksi ndio sababu ya kuzuia baadhi ya maombi yasijibiwe kwa haraka au sione matokeo baada ya kufanya dawa kwa haraka. Ila kama unajiamini uko vizuri, tafuta tu maji ya kawaida, oga vizuri kwa ajili ya kusafisha mwili wako. Ukishaoga, wewe umeshaandaa mayai 7 ya kuku wa kienyeji, tena yaliyo mazima. Unaandaa mayai 7 ya kuku wa kienyeji yaliyo mazima. Naposema mazima, kwanza wewe hajapasuka, pili yawe hayajaharibika. Maana kuna mwingine ukimwambia mayai 7 ya kuku wa kienyeji, anakwenda kutafuta mayai vinza, anasema na si mayai bwana, yale yaliyoharibika. Ni kuku washaangua watoto wake baada ya kuwatamia siku 21, yale yaliyobaki ndio anasema mimi nitatumia haya bwana, si mayai, si mazima. Hapana, cha kwanza yai liwe zima halijapasuka, cha pili yai liwe halijaharibika au halikuachwa na kuku baada ya kutotolewa watoto wengine. Kwa hiyo tafuta mayai 7 ya kuku wa kienyeji, sio wa kisasa wasio na baba. Hapana, tunahitaji yale yaliyo tolewa na kuku wa kienyeji kabisa. Kama hauyapati, nenda sokoni, anauzwa huko mayai ya kuku wa kienyeji hapo. Kisha mayai hayo utayaandika jina linalosema Beduhi Azhajatwi. Beduhi Azhajatwi. Na neno hili unaweza kuliandika kwa lugha yoyote, ima kwa Kiswahili au Kiarabu. Unaweza kuandika kwa Kiarabu au kwa Kiswahili. Beduhi Azhajatwi kwa idadi ya mara 7. Kwa utaandika Beduhi Azhajatwi 1, Beduhi Azhajatwi 2. Unaanzia juu kushuka chini kwa yai. Sasa mtu anaanza kuuliza swali, yai italiandikaje? Kalamu hii ya kawaida inaweza kaandika kwenye yai. Ni sio jambo kwamba labda ndo unaambiwa kwa mara ya kwanza watu wameshafanya na wakaona inawezekana. Kwa hiyo utatumia kalamu nyekundu. Hii tunaotumia kuandika kwenye makaratasi. Tumia kalamu nyekundu. Au kama maka pen unaweza kaidogosha wino wake ukatoka kidogo kidogo, unaweza kutumia pia hata maka pen nyekundu lakini na yenyewe. Ila vizuri tumia kalamu ya wino wa kawaida nyekundu. Kwa utaandika maneno hayo kwa Kiswahili au kwa Kiarabu. Na dawa hii anaweza kufanya mtu yoyote maadamu tu anaelewa kile kinachofundishwa hapa. Utaandika mayai yote 7, maneno hayo Beduhi Azhajatwi, Beduhi Azhajatwi kuendelea mara 7. Kisha baada ya kuandika hayo maneno Beduhi Azhajatwi kwa idadi ya mara 7, chini yake utaandika na nia yako kwenye hayo mayai. Kwa kutumia ile kalamu utaandika hivi, mfano wa nia. Mvute ania maneno hayo chini ya hayo Beduhi Azhajatwi, Beduhi Azhajatwi, Beduhi kwa idadi ya mara 7. Asa maneno ndio yafuate. Uandike hivi, mvute fulani bini fulani. Utamtaja jina lake hapo. Ima ni jina lake yeye
na la mama yake ni bora zaidi, au jina lake yeye na la baba yake inafaa pia, au yakawepo majina yote matatu. Sasa hii ni funga kazi. Anatajwa yeye, mama yake na baba yake. Kwa mfano unataka kutaja majina yote matatu, utaandika hivi: ewe, labda tuchukulie mfano huyu mtu anaitwa Mariam, baba yake anaitwa Hamisi, mama yake anaitwa Neema. Utaandika hivi: mvute Mariam binti Neema bini Hamisi. Sawa. Au unaweza tukaandika majina yake matatu pale: mvute Mariamu, Hamisi, Neema. Sasa wewe utajua jinsi ya kuyatenganisha hayo majina, lakini majina mawili yanafaa likipatikana la kwake na la mama yake, aidha la kwake na la baba yake. Utaandika hivyo: mvute fulani bini fulani aje kwangu haraka sana. Andika hivyo: aje kwangu haraka sana mimi fulani bini fulani, na wewe hapo utajitaja jina lako. Kwa katika kila yai haya maandishi lazima yawepo. Hilo ndo la kwanza. Beduhi azhaja tuliandikwa mara 7. Chini yake iandikwe mvute fulani bini fulani. Umtaje majina yake mawili au matatu, sawa? Alafu hii aje kwangu haraka sana iwepo. Alafu mimi fulani bini fulani, na wewe utajitaja jina lako hapo. Sasa hii ni mfano wa nia, lakini unaweza kuongezea chochote ambacho unakitaka. Kwa mfano kama ni kwenye mahusiano, unaweza ukasema asile, asilale, wala asinywe chochote, pia asipate usingizi mpaka aje kwangu ndipo apate utulivu huo. Kama haya maelezo unaweza ukaweka kwenye yai, ni bora zaidi. Kama yai limeisha nafasi, basi unaweza yatamka kipindi nitakapokuelekeza huko mbele kuna jinsi ya kuyateketeza haya mayai. Sasa hapo ndipo anaweza katamkwa tena maneno kama yameshindwa kutosha kwenye yai. Ila haya maelezo mtu anaweza kaandika kwenye yai yote yale ndio yasema, anaweza kaandika na yakatosha. Ni swala tu la wewe kuwa makini. Yani beduhi azhaja tu kuendelea mara 7 inaweza kakaa. Mvute fulani bini fulani majina yake matatu au mawili inaweza kakaa. Aje kwangu haraka sana mimi fulani bini fulani inaweza kakaa kwenye hilo yai. Asile, asilale, asinywe chochote, pia asipate usingizi mpaka aje kwangu ndipo apate utulivu, inaweza pia ikakaa. Ni swala tu la wewe kutuliza akili. Unayaandikaje, unadogoshaje? Na ndio maana nikasema kalamu nzuri hapa ya kutumia ni kalamu ya wino, ile tunayotumia kuandikia, ile peni. Tofauti na maka peni. Maka peni itachukua nafasi kubwa kwa maandishi madogo, japo ndo rahisi maandishi yake kuonekana vizuri. Lakini hii hata kama utaandika kwa maandishi madogo cha msingi yanasomeka, basi unaweza kutumia. Kisha sasa baada ya kuandika mayai yote 7 umeandika kwa kutumia hiyo peni yako nyekundu, kisha utaelekea upande wa kaskazini. Waislamu wanajua eneo hilo linaitwaje. Kwa wale wasiofahamu, hilo eneo linafahamika kama kibla. Kibla ni upande wa kaskazini. Utaelekea ukiwa kwenye eneo lako hilo la nyumbani kwako, na kazi hii unaifanya sehemu yenye utulivu, iwe usiku au mchana au asubuhi au jioni pia inawezekana. Kwa utaelekea upande wa kaskazini. Kaskazini ni wapi? Kama ufahamu utauliza watu wanafahamu kaskazini ni wapi, lakini siamini kama mpaka umefikia umri huo hufahamu kaskazini, hufahamu magharibi, hufahamu mashariki na kusini. Siamini kitu hicho, lakini najua kuna wengine hawaelewi. Wataanza na kuuliza hapa kwenye comment, "Sheikh, kaskazini ndio upande gani?" Wapo watu wanaulizaga maswali haya na ninayaonaga. Kwa utaelekea upande wa kaskazini, au ukitaka kujua kaskazini kwa wepesi, asubuhi jua inapotoka, geuka likupige shavu la kulia, upande wa kulia. Likiona kupiga upande wa shavu la kulia, basi kule ulikotazama ndio kaskazini. Yani jua linapiga upande wa kulia, alafu kule macho yako yalikoelekea ndiko kutakakokuwa kaskazini yako. Hiyo ndio njia nyepesi ya kuitambua kibla yako au kaskazini yako. Sasa ukishaelekea upande wa kaskazini huo, wakati huo unatakiwa umeandaa moto mkali katika jiko la mkaa.
Elewa vizuri hapa. Katika jiko la mkaa ndio unapaswa ufanye kazi hii. Au kama hauna mkaa, unaishi nchi zilizoendelea, unaweza kutafuta kuni ila ziwe za kutosha na ziwe na moto mkali. Lakini kwa nchi za Afrika unaweza kutafuta tu jiko la mkaa, ukawasha moto wako wa mkaa vizuri, kisha ukaweka mbele yako. Kisha baada ya hapo utatafuta kitezo au kifuu cha nazi au bakuli au sufuria. Utaweka mkaa ndani yake, utachoma ubani maka. Ubani utakaotumika hapa ni ubani maka tu. Ubani maka ndugu zangu unapatikana kwenye maduka ya dawa. Ubani maka ndio ubani dume huu. Sasa ule ubani maka utauchoma na wenyewe. Huku umeshaandaa jiko lako la moto wa mkaa. Huku unachoma ubani huo. Sasa ule ubani utakapokuwa umeanza kuungua utatoa moshi. Kisha sasa utachukua yai lako moja. Alafu utalisomea neno ya beduhi, ya beduhi, ya beduhi. Neno hili nalolitamka mimi sasa hizi. Ya beduhi, ya beduhi, ya beduhi kwa idadi ya mara 700. Huku ukiwa umelishika lile yai moja, kisha unalivukiza katika ule ubani wako. Yaani ule moshi unapotoka ndio unakuwa unalipitisha lile yai kwenye ule moshi. Huku unasema ya beduhi, ya beduhi, ya beduhi, ya beduhi, ya beduhi kwa idadi ya mara 700. Huyu beduhi ni moja ya mahudamu wanaotumika kuvuta viumbe au kuvuta vitu. Usije ukajiuliza hii kitu gani, ni kiumbe huyu. Kwa wale waliosoma elimu ya viumbe wanafahamu kuna baadhi ya viumbe huwa wanaitwa na theni wakaagizwa kwenda kufanya kazi fulani. Sasa hii ni moja kati ya mahudamu wanaotumika kuvuta vitu vya mapenzi, upendo nini. Kwa hiyo huyu kiumbe utakapokuwa unasema ya beduhi unamuita aje. Ndio maana kuna manuizi uliyatamka kwenye mayai pale kwamba akuvutie kile unachokihitaji. Kwa hiyo utasema ya beduhi, ya beduhi, ya beduhi, ya beduhi, ya beduhi. Idadi hiyo uidhibiti. Kisha fika kama ya 7, hali ya kuwa ile yai unalipisha kwenye ule moshi na pigwa na ule moshi. Ikifika idadi ya 700, basi ile yai utalitosa kwenye ule moto wa mkaa. Pap, tupa mle mwenye lile yai litupe kwenye ule moto. Litaungua, baadaye litalipuka. Utasikia puf. Litalia mlio mkubwa kidogo. Puf. Likishaungua, lakini kipindi unalitupa lile yai, kipindi unasubiri lipasuke, unashika lingine. Litakuwa yai la pili. Sasa hii yai la pili lenyewe utaisomea ya beduhi kwa idadi ya mara 300. Utalisomea kwa idadi ya mara 313. La kwanza lilikuwa 700, ila hili utafanya kwa idadi ya mara 313 na sio 700 tena. Kwa kipindi unasoma hili, lile lingine naungua. Likipasuka wewe usijali. Usijali, itapasuka, baadaye itaanza kuungulia pale, itaungua kwenye mkaa pale mpaka itateketea, yatabaki majivu. Na ila lenyewe unalisomea na lenyewe unalitosa. Lakini kumbuka kama yale maandishi ya nia hayakutosha kwenye yai, unachotakiwa ukifanya ni kuzungumza kipindi unataka kulitosa pale. Na kipindi unapolitosa unaweza ukaitemea tomate kidogo. Yaani umeshalisomea baada ya beduhi, ya beduhi, ya beduhi, ya beduhi kwa ile mara 700. Afu unapotaka kulitosa unaitemea tomate kidogo. Kidogo tu. Kuashiria umelipa athari yako wewe. Afu baadaye ndio unalitosa kwenye ule moto. Basi itaungua mpaka itabaki kuwa majivu. Utachukua la pili na lenyewe utalifanyia hivyo, na la tatu. Kwa sababu idadi hii ya 313 inaweza kaendelea kwa mayai yote yaliyobaki. Ikawa unatamka idadi ya 313 au unaweza kaenda unaipunguza kidogo kidogo. Lakini mimi nakushauri bora udumu na hii 313. Na kazi hii wala usifanye kwa haraka. Kwa sababu kuna mwingine anafanya kwa haraka hawahi kumaliza. Lakini kushauri usitumie haraka kwa sababu kazi hii unaifanya ni mara moja. Na ndio maana hii kazi ukishaifanya mara moja vizuri, hautaki tena kurudia. Pia kumbuka dawa hii inamfunga. Kama ni mpenzi, kama ni mke, inamfunga kabisa. Kwa kama itolokaga au alikukimbiaga wakasema mimi sitaki, basi akirejea hawezi kuponyoka tena. Atakuwa ni mtu ametulia, mtafanya maisha yenu vizuri. Lakini dawa hii usimfanyie mtu ambaye humpendi. Eti kisa tu kwa ajili tu ya
ya kumkomoa. Maana kuna mwingine mnaachana lakini sio ngoja, sema niacha mimi, acha nimnyoshe. Utamvuta alafu nimnyanyase, utamtesa kiukweli, kwa sababu akirudi kwako hatakuwa na uwezo wa kuondoka tena. Labda umfukuze kwa viboko na fimbo za kutosha, lakini kama hujafanya hayo kwa kweli hawezi kuondoka. Na hata kama utamfanyia hivyo akiondoka, moyo wake utakuwa bado uko kwako, kwa sababu atakuwa umeshamfunga. Kwa hiyo hataweza kupata tena amani ya kuishi na mtu mwingine tofauti na wewe, kwa sababu tayari umeshafanya ile dawa na umeshamfunga. Kwa hata akienda kuolewa huko au akaenda kuoa mwanamke mwingine, ila moyo wake utakuwa bado uko kwako. Kwa hiyo unapofanya hii, mfanyie mtu ambaye unajua akirudi mtafanya maisha, mtaendelea pale mlipoishia kwenda mbele, na sio kuja kumrudisha mtu aje ateseke na mapenzi yako alafu usimfanye lolote. Kwa hiyo utafanya mayai yote 7. Akishatimia yale mayai 7 sasa, umeshateketeza yai la kwanza, la pili, la tatu, la 4 mpaka la 7. Kisha sasa utauacha ule moto uwake mpaka uzimike wenyewe. Angalizo hapa sasa, ule moto hautoki kuzimwa na maji. Hata kama unatamani wewe uondoke ile eneo, hapana. Yani inatakiwa ule moto usizimwe na maji yoyote. Uache uungue, na kama utakapokuwa umeweka labda yai likapasuka, yale maji yake yakataka kuzima ule moto, basi ukoleze. Tafuta cha kupulizia kiwepo pale karibu. Yani ule moto hautoki kuzima kwa kipindi mayai yanapasuka pale. Ukipungua kidogo, puliza ya uendelee kuwaka. Lengo mayai yote yapasuliwe na ule moto kwa kuungua pale, yapasuke, alafu yateketee paka yawe majivu. Unaona bwana. Kwa hiyo ukisha maliza kazi yako, umeteketeza mayai yote 7 na ule moto ukauacha ukaungua paka kabaki majivu, au hata kama imebaki yale makapi yale madogo sawa, sio lazima yote yateketee au majivu kabisa. Kuna mengine yatabaki kama maganda, yatakuwa yanaonekana, mengine yatakuwa yamemalizika. Yamemalizika kabisa, yameisha. Yakibaki hivyo, unatakiwa wewe sasa uyakusanye. Uyakusanye yale makapi, majivu, mabaki yote uyakusanye yawe sehemu moja. Kumbuka kwanza ule moto hujauzima na maji. Hilo la kwanza. Alafu yale mabaki sasa unayakusanya, unaweka sehemu moja. Baada ya kuyakusanya sasa yale mabaki na majivu yote, kisha utayafunga katika vitambaa 3 tofauti. Kwa hiyo vitambaa utakuwa umeshaviandaa kabla ya kazi yako. Vitambaa 3 tofauti. Kitambaa cha kwanza utafunga na kitambaa cheusi. Yani yale hichi ndio utaanzia kuyafunga yale. Kitambaa cheusi, na hichi kitambaa vizuri kiwe cha kuogota, ima manjiani au majalalani, na usichukue kitambaa kutoka kwenye nguo yako uliyowahi kuitumia wewe. Yani ukatumia nguo ya ndani ukafanyia kazi hii. Labda kama hiyo nguo umeshawahi kuitelekeza ikatupwa huko, ukaitafuta tena ndo ukafanya. Wala usiende kununua dukani kitambaa kipya. Nenda kwenye madampo huko, kuna vitambaa vingi vimetupwa kwenye majalala huko, au agiza watoto wakutafutie vitambaa. Kwa hiyo unaweza ukatumia kitambaa cheusi cha kwanza hicho. Kitambaa cha pili, juu yake baada ya kufunga kile cheusi, juu yake utafunga kitambaa chekundu. Na chenyewe hichi kinaweza kuwa cha kuogota, sawa. Alafu ukishafunga kile vizuri, mwisho utamalizia kitambaa cheupe. Kwa hiyo cheupe ndio kiwe kinaonekana mwishoni kabisa. Sasa mwingine anaweza kusema, "Sasa hivi kaje?" Yani yale makapi kwa mara ya kwanza unayakusanya, unaweka kwenye kitambaa cheusi, unafunga yasidondoke. Ukimaliza juu yake unafunga chekundu. Ukimaliza juu yake unafunga cheupe. Ndio kinachomaanishwa hapa. Maana mwingine anasema labda anza akatenganisha makapi fulani akafunga kitambaa cheusi, mengine akafunga kitambaa chekundu, mengine akafunga. Hapana, haipo hivyo. Ni hayo yatavilingishwa katika vitambaa 3 tofauti, yakianzwa na kitambaa cheusi, kisha chekundu, kisha cheupe. Sasa baada ya zoezi hilo la kuyafunga hayo mabaki, kinafuata kitu gani? Sasa hapa ndo kwenye jambo la msingi kama sio la sekondari. Yani hapa ndo penye kila kitu sasa. Baada ya zoezi hilo
utakwenda nayo mabaki hayo mpaka kwenye lalo la zamani. Sasa hili lalo la zamani linaweza likawa liko nyumbani kwako au kwa jirani au kaenda kule kwenye mji wa malalo. Tunaposema lalo tunafahamiana Lalo ni sehemu ambapo pamezikwa binadamu alifariki akaenda kuhifadhiwa hapo, wengine wanaita makaburi. Tafuta lalo la zamani litakalokuwa karibu na wewe au uende kule makaburi. Lakini ukiwa unafuata kule kabisa kwenye makaburi mengi, ukifika kabla hujaingia kwenye uwanja wa makaburi unatakiwa upige odi mara 3 na ikiwezekana uende na sarafu utakaidondosha pale kama sehemu ya sadaka yako, kwa sababu ule ni mji wa watu ule. Kama ni mji wa watu inahitajika uende na adabu. Sasa moja ya adabu zinazotakiwa ni mtu kwenda na sadaka angalau ya silver. Akifika pale mwanzoni anapoingia kwenye yale makaburi adondoshe. Na akifika kafanya shughuli zake kwenye kaburi alilolikusudia, napo pia adondoshe sarafu nyingine. Akimaliza anaondoka, wakati wa kutoka kipindi anatoka tena natakiwa aondoke. Hii itamsaidia kutunza ule unyenyekevu wake na kuonesha unyenyekevu wake. Lakini pia hata kama kuna kitu kingeweza kukuzuru wewe kisiweze kufanya hivyo, kwa sababu tayari umeshajinyenyekesha na umetoa sana. Na ndio utaratibu huu. Ukitaka kufahamu utaratibu wa kuingia na kutoka makaburi, kasome kitabu changu cha Mwongozo wa Tabibu. Nimeelekeza kupitia mchanga wa kaburi na kazi zake. Usione jambo dogo ile ukajua ni jambo la kawaida. Kwa yule atakayekwenda kule malaloni, taratibu za kutoa sadaka azifuate ili asije akaharibu baadhi ya mambo. Sasa ukifika kule kwenye lalo la zamani, sasa hii tuchukulie labda limepatikana nyumbani au kwa jirani au kule, vyovyote vile, ila huo ni utaratibu wa kwanza. Huu utaratibu sasa unaenda kufanya nini? Ukifika kwenye lalo la zamani, umefika pale, utafukua kidogo katika kaburi hilo au lalo hilo, sehemu yoyote, ima ni kwenye upande wa kichwa au wa miguu au katikati, sawa. Utafukua kidogo kashimo, kisha utasema hivi: wewe uliyelala hapa, hakika ulipokufa watu walikulilia. Walikulilia sana. Na mimi, unajitaja sawa wewe, mimi fulani bini fulani, nahitaji anililie kwa mapenzi makubwa. Sasa hii ni kwa mfano kama unamfanyia mpenzi wako au mke wako au mume wako. Lakini kama ni kwa mtu ambaye unamdai, unataka arejee huku alikokimbia, hautaweza kuzungumza maneno hayo anililie. Utasema nataka asipate utulivu kwa aliko mpaka arejee kwangu. Sasa kama ni kwenye mahusiano, sasa hapa ndio tunataka tuwekezane vizuri kwamba unataka kumvuta mtu kwa ajili ya mahusiano tu, basi utakaposema kwamba wewe fulani uliyelala hapa, au kama haumjui unasema wewe uliyelala hapa, mimi sikufahamu lakini najua ulipokufa watu walikulilia sana, na mimi nahitaji fulani bini fulani, unamtaja jina yule unayetaka kumvuta, nahitaji anililie kwa mapenzi makubwa mno, popote alipo, asile, asilale, wala asinywe, wala kupata utulivu mpaka aje kwangu ndipo apate utulivu huo. Haya ni baadhi ya maneno ambayo unaweza ukayatamka au katamka maneno mengine bora zaidi kuliko haya. Nimekupa tu mfano wa nia. Kwa hiyo dhamira na makusudio kwenda kwenye lalo la zamani, unataka mfano wa yule aliyekufa akaliliwa, na wewe unataka uliliwe hivyo hivyo. Ndio ile mtu akirejea anaona ni wewe, hakuna mwanaume kama wewe, hakuna mwanamke kama wewe. Yeye anasema mimi naweza nikatembea sana dunia nzima lakini siwezi kumuona mwanamke kama wewe. Unajua kumsikia mtu anasema wewe, kumbe mtu anakuwa anafanya vitu vya ajabu ajabu huko, ila haelewi. Sasa ukishatamka maneno, kisha baada ya hapo utafukia vile vitu vyako. Utafukia kile kitambaa ambacho umeshafunga mule vitu vyako, utavizika pale, utafukia, kisha utarudi kuelekea nyumbani bila kugeuka nyuma kwa umbali mrefu kutoka eneo lile, angalau hata mita 30 au 100, usigeuke nyuma. Kuna taratibu tumeshaelekezana. Yaani unapotoka katika maeneo ya malalo kama umeenda kuchukua kitu au kuzika kitu, basi vizuri usigeuke nyuma kwa umbali angalau mrefu kidogo. Baada ya hapo kama mita 200 au 300 unaweza ukaendelea na maisha mengine, ukasalimiana na watu, ukapiga story, ukageuka. Yaani sio ile mtu anamwambia usigeuke nyuma mpaka ufike nyumbani. Sasa kama nyumbani ni mbali, katikati hapa unapita kwenye mji wa watu, damu tusalimiana na watu, jamani, hebu acheni vitu hivyo.
Sasa hii haihitaji mambo hayo, sio usigeuke nyuma, usisemeshane na mtu, usimsalimie mtu, ila tu ule umbali kutoka Malaloni uwe umekuwa mrefu kidogo, kuanzia mita 100 mpaka 300, hapo uko huru kufanya chochote. Kisha baada umeshaondoka lile eneo kwa umbali huo tuliosema, bila kugeuka nyuma, ukaelekea nyumbani. Paka hapo tu umeshamaliza kazi yako, au kazi yako imekwisha. Cha kufanya, subiri kupendwa na kuliliwa na mtu huyo mpaka atakaporudi kwako kwa mapenzi makubwa. Hii kama utakuwa hujaelewa, hebu preview hii clip uisikilize mara ya pili. Kuna watu wana matatizo haya. Anasikiliza, anaona mbona kama mimi simuelewi, anakata clip alafu ananipigia simu. Anapiga simu, nimesikia dawa yako moja hivi ulikuwa unaeleza jinsi ya kumvuta mtu aliyoko mbali. Sasa mimi sijaelewa vizuri, hebu nielekeze. Jamani, mimi sina muda wa kuelekeza private. Hilo ndo nataka niliweke sawa. Private njoo niulize maswali. Sio uje uniulize. Somo hili lipo YouTube, ambalo hata ukirudia mara 20 lipo. Alafu nataka unipigie simu eti nikuelekeze kule private. Haya niliyosema hapa, siwezi kufanya hicho kitu. Siwezi kufanya kwa sababu mbili. Cha kwanza, sitokuwa na muda wa kueleza yale niliyofundisha tayari. Cha pili, wewe umeonyesha udhaifu mkubwa. Kwa nini uache kusikiliza clip mpaka mwisho? Yaani mimi nashangaa kuna mtu anasema nimesikiliza lakini kabla sijamaliza ile clip siji bando likaisha. Sasa kama bando limeisha mimi nifanyeje? Eti sasa nielekeze yale yaliyobaki. Wewe sikiliza, huo muda ambao unapiga simu kwangu mimi ni kuelekeza yale niliyoelekeza YouTube. Ni muda ambao na mimi nafanya kazi zingine. Kuna kazi nyingi za tiba, dua, mambo mengi, tukufanye maisha mengine. Kwa tunapokuja kufundishana hapa, lengo ni kusaidiana, watu wajisaidie. Kama unaweza, jisaidie. Kama huwezi, tafuta mtu akusaidie. Lakini mimi naamini, hii mtu kaenda kwamba bwana nifanyie dawa hii, mtu arudi. Hii niliyokufundisha mimi hapa. Watu wao wanaliwa mpaka 300,000. Kwa unataka kumrudisha mtu una 300,000. Kama una 300,000 tufanye kazi. Sasa fikiria kitu cha 300,000 mimi nimekuja kufundisha bure. Alafu bado nataka na maelezo yangu yale ya ziada. Jamani, hebu tuacheni mambo ya hivyo. Tunajitolea kwa ajili ya kukufundisheni. Tunaamini watu wengi wana shida. Tunaamini tukikusaidieni kwa maelezo haya, mtu anaweza kukaa chini akafanya kazi na mambo yakafanikiwa. Lakini tusivuke mipaka. Kwa hiyo usije ukapreview clip kwa sababu mbona mimi sijaelewa, mbona umezungumza mambo mengi. Hapana, mimi nahitaji unielekeze vizuri. Ili jambo litakuwa gumu sana. Litakuwa gumu kukuelewesha wewe peke yako, kivyako. Kwa hiyo hili usije ukalifanya hivyo. Na ukifanya hivyo mimi nitakuelekeza, nitakwambia bwana, mimi katika ile clip nilisema mwishoni kabisa sintoweza kurejea maelezo ambayo yako YouTube. YouTube ni sehemu ambapo ikishatupwa pale clip ile inaendelea kuishi pale miaka na miaka. Ni wewe tu kwenda kuitafuta, kuisikiliza, kuielewa. Kwa hiyo hii ni moja ya dawa hatari. Lakini sasa angalizo, usimfanyie mtu kwa kufanya majaribio akawa mfano wako. Mimi nimeshuhudia watu wengi wamefanya hii dawa na wamejuta kwa nini walifanya. Kwa sababu wanasema mimi ameniganda yule, ameningangania, hata nikimwambia aende nyumbani anaenda anarudi, yani hataki kabisa. Anasema mimi tafia hapa. Mimi nitakuwa nawe muda wote. Sasa hii unakuta kumbe alifanya hajampenda. Alifanya kama sehemu ya kumkomoa. Hapana. Ukiona kama mtu ameondoka na haumtaki au kuna sifa ambazo wewe hukuzipenda, basi sema tu alhamdulillah, kaondoka huyu bwana, acha nifanye maisha mengine. Sio kwanza kutumia dawa kama hizi za hatari alafu then akarudi alafu kaendelea kuishi naye vibaya. Utakuwa umemnyanyasa sana. Kumbuka hata kama utamuacha ukiwa umemfanyia dawa hii, basi huyu mtu hata kama ataolewa au ataoa kwingine, hataweza kupata utulivu wa moyo. Moyo wake wote utakuwa kwako. Kwa hiyo jiangalie na uwe na tahadhari kwamba kama utafanya hivi, hakikisha mtu huyo utakuwa naye maisha yako yote yaliyobaki. Vinginevyo utamnyanyasa sana. Kwa ni moja ya dawa nzuri. Hii dawa nimepigiwa kelele sana na watu wengi kwamba kwa nini dawa uga uifundishi? Kwa nini uga uifundishi? Na imeshaandikwa kitabu chake kina miaka 3 sasa hizi. Inapatikana kwenye kitabu cha Maajabu ya Mitishamba katika kutibu maradhi ya kijina, ucho kitabu namba 3. Ukiwa na kitabu hicho unaweza ukaenda kujifundisha
dawa hii kuanzia ule ukurasa wa, inaanzia kusomwa dawa hii kuanzia ukurasa wa 200. Kwenye ukurasa wa 200 pale utakutana na dawa hii. Kwa yule mwenye kitabu cha Maajabu ya Mitishamba namba 3. Ukikihitaji hichi kitabu peke yake, yani hutaki vingine, ukakihitaji hichi kinauzoga 16,000. Kwa hiyo kama utahitaji hichi peke yake, andaa 16,000 na hakina ofa. Japo kuna ofa inaendelea, lakini hichi ukikitaka tu peke yake hakina ofa, utalipia 16,000. Lakini ukihitaji vyote utaingia kwenye mfumo wa ofa huo wa kulipia 45,000, ambapo unapata sasa package kitabu namba 1, namba 2, namba 3 hichi kitakuwa mwongozo wa tabibu, furaha ya ndoa, tiba mbadala, maajabu ya Qur'an namba 1, namba 2, vitabu vya Barati namba 1, namba 2, kitabu cha Abjadi na ulimwengu wa majini na vituko vyao. Vyote utavipata kwenye package ya vitabu 12. Mimi niseme kwa mpaka hapa nimemaliza. Kama hujaelewa, irejee klipu hii mara ya pili. Usipige simu kuuliza hichi. Nauliza na ruhusu mtu apige simu kwa sababu zifuatazo. Ima wewe umesikiza somo hili, sawa, na umeelewa vizuri, lakini kuna vitu vimekutatanisha kwamba nilisikia ulisema twende labda kwenye lalo la zamani. Nikafika pale nikafanya hivi. Je, haitakuwa hivi au haitakuwa vile, au kama labda nikikosea kufanya hivi? Yani unieleweshe wewe kwanza umeielewa hii klipu, ila kuna jambo fulani unaliona kwamba wewe labda limekutia mashaka au hujalielewa vizuri, ndio nataka nikujibu hilo. Ila tu kwamba mimi nitarudia maelezo haya, hilo haliwezekani na wala siwezi kulifanya kwa mtu yoyote. Hilo ndo nataka nilizungumze kwa kinywa kipana, mtu asije akasema shehe ukimpigia simu akueleze kile alichokufundisha YouTube harudi tena. Hilo ndo nataka niweke sawa. Kwa hiyo usije ukarejea maswali haya ambayo tumeeleza. Kumbuka ofa imeanza leo, itaisha tarehe 1 mwezi wa kwanza. Kama ndo bado unajipanga unajikusanya, endelea kujikusanya, lakini tarehe hizo zikipita uwaga ofa hairudiwi. Na kumbuka ofa hii ni ya mwisho wa mwaka na ndio ofa ya mwisho kabisa itakayokuwa na bei hiyo. Baada ya hapo hatutokuja kuisikia ofa yenye bei kama hiyo. Kwa huenda bei zikawa hazipo juu. Sasa uwezi ukajua tutapanga kiasi gani. Na wewe yawezekana bei hiyo itakayotolewa itakuwa ni ngumu kwako kuipata. Kwa mwisho wa siku utajikuta unaanza kununua vitabu kwa bei yake. Na utakapokuwa unanunua kitabu kwa hicho kwa bei yake, gharama yake huwa ni kubwa. Ambayo inakuwa ina gharama ya juu. Kwa inshallah tuchangamkie nafasi hii. Kumbuka nafasi za upendeleo zikipita basi imepita. Kwa hiyo tukutane kipindi kingine sana wakati mwingine. Mimi ni Ustaz Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.